Kwanza kukupongeza sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Dr. Tulia Ackson kwa kusukuma mradi huu mpaka umetekelezeka. Tunao mradi wa maji, tunao mradi mkubwa wa barabara ya 4. Haya mambo yote hayakuwezekana kipindi chote, lakini wewe ulipokuja kuwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, haya mambo yanatekelezeka. Tafsiri yake ni kwamba hata tukifika wakati wa uchaguzi mambo yanasomeka na mambo yanaeleweka na wana Mbeya hawana mashaka. Tunakushukuru sana, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya tukiongozwa na Patrick Mwalunenge tunaifanya kazi vizuri sana ya kusimamia utekelezaji wa ilani. Tunamshukuru kwa fedha nyingi alizoleta. Mradi huu unatekelezwa kwa fedha za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpige makofi mama yetu. Na ndugu zangu, mradi huu ifikapo mwezi wa 12 utakuwa unakamilika. Kwa sasa uko 40%. Na naamini kwa kuwa tunaenda kwenye kiangazi na swala lililobaki kubwa ni kusambaza mabomba, tenki kule linajengwa, intake inaambiwa imekamilika, na momba na mimi nitoe salamu za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya kwa mkurugenzi wa mamlaka na bodi yako kwamba Chama cha Mapinduzi tunaamini ifikapo wakati huo mradi huu utakuwa umekamilika. Mradi huu wenye gharama ya zaidi ya bilioni 119, maelezo yanaonesha unakwenda kutatua changamoto ya maji kwa wananchi 1,452,571. Maana yake Mbeya yote tatizo la maji Mbeya limekwisha. Twendeni Oktoba tukakichague Chama cha Mapinduzi ili kizidi kufanya utekelezaji wa miradi. Na tukumbuke kwanza, zamani tulikuwa tunaishi maisha ambayo dhahiri sasa hivi yamepotea na imebaki historia. Mabomba haya kama tunavyoyaona yatakuwa na urefu wa kilomita 37.24. Yatarazwa kwa umbali wa kilomita 37.24 kutoka kwenye chanzo chetu cha mto Kiwira mpaka katika eneo la New Forest, na kutoka hapo maji yataweza kuingia kwenye miundombinu ya kuhudumia wananchi. Lakini mabomba haya tunayoyaona pia ni makubwa, yana kipenyo cha milimita 1200 au mita 1.2. Kwa hiyo kwa wale ambao ni wafupi kama mimi, unaweza hata ukakatiza humo kwenye bomba ukiwa unakimbia. Hii inaashiria kwamba huu mradi kweli ni wa kimkakati na umelenga kuondoa changamoto ya maji katika jiji la Mbeya na maeneo mengine yatakayohudumiwa na mradi huu. Ndugu mkandarasi, tukishaona mabomba kama hivi alafu tukaona siku zinaenda tu, yani tutakufuata huko Kiwira unakojenga kwenye chanzo. Kwa hiyo tukuombe tena tunapokuja na wewe ukimize mradi, kwa sababu nafahamu hapa Mbeya mjini tumeshajenga tenki kwa ajili ya kupokea maji yanayotoka mto Kiwira, na lile tenki naamini kwa sasa litakuwa linakaribia kukamilika kabisa, ambalo lina uwezo wa kutunza maji zaidi ya lita milioni 5. Kwa hivyo yale maji yatakapoanza kule, sio kwamba tutaanza kusubiria mpaka mradi uishe. Mabomba tu yakishajengwa maji yataanza kuingia hapa wakati wanaendelea na mambo mengine huko. Kwa hiyo maadamu tumezindua haya mabomba leo, tunataraji yapangwe leo mabomba faster ili pale forest kwenye lile tenki letu maji yaingie, alafu Mbeya mjini tuseme tumeanza kunywa maji ya mto Kiwira. Hata kama yataendelea, tutaendelea na shughuli zingine huko, lakini maji yafike kwanza.